Karibu tena ndugu mtazamaji na ndugu mfuatiliaji wa channel ya Hatuboy Media. Tuko na tetesi za mwaka 2025-2026 kuweza kukaribisha msimu unaokuja. Sasa kwa wachezaji na idadi ya wachezaji ambayo imeonekana kufuatiliwa zaidi na klabu ya wananchi, klabu ya Yanga, tena ikiwa imepania sana kwa msimu unaokuja katika michuano ya klabu bingwa. Wanaamini kabisa kwamba kwa orodha wachezaji ambao watakuwa wameweza kuachwa na kikosi cha Yanga, basi itakuwa ni orodha zaidi nzuri ya kuweza kukaribisha wachezaji ambao watakuwa ni bora sana, kwa sababu tunategemea kuweza kuwaacha wachezaji kama kina Clatous Chota Chama, Yao Kwasi Atoura, lakini pia na mchezaji kama Prince Dube ambaye pia naye yumo hatarini kuondoka kwenye kikosi cha wananchi. Sasa unaambiwa Peter Shalolile kutokea Mamelodi Sundowns Masandawana kwamba kuna asilimia pia na yeye kuweza kufanyiwa mazungumzo, lakini pia kuweza kukaribia ndani ya kikosi cha wananchi. Ni moja pia ya tactic changes ambazo nafikiri zitakuwa ni bora na zitakuwa zinaongeza zaidi pia chachu ya ligi yetu, lakini pia na hata katika michuano ya klabu bingwa. Kupata wachezaji kama kina Peter Shalolile ambao wana experience ya mashindano ni vizuri, na itakuwa ni zaidi kabisa kwamba kuongezea experience na kuongezea momentum kabisa ya kufanikisha wanaolitaka kikosi cha wananchi. Lakini pia mchezaji ambaye alishawahi kutumikia klabu ya TP Mazembe na hivi sasa pia ni mchezaji wa RSB Berkane, licha ya kwamba wanaomnyemelea Kamara, bwana mchezaji huyu ambaye ni kiungo mzuri, kiungo kukata umeme, lakini pia ni kiungo mshambuliaji Kamara ambaye hivi sasa yumo ndani ya kikosi cha RSB Berkane ya Morocco. Yani kiuhalisia tunafahamu kabisa kwamba katika makozi yake alishawahi kutumikia klabu ya TP Mazembe akiwa ameweza kulelewa vizuri na akiendelea kuonyesha makali yake. Unaambiwa eti Yanga wako wanapambana na wanataka saini ya mchezaji huyo, licha kwamba tunafahamu ugumu wa kuweza kumpata Kamara, lakini tayari Yanga wameshaweka matumaini na wanaamini kwamba ataenda kwenye kikosi cha wananchi. Sasa tumalizie na beki wa klabu ya Simba ambaye tayari kumekuwa na tetesi kwamba kuna uwezekano wa klabu ya Simba kuweza kumwacha kama ambavyo waliweza kumwacha Israeli Patrick Mwenda, alafu leo hii wanamjutia kwa sababu tayari mara baada ya kuja kwenye kikosi cha Yanga anacheza panga pangua na anaonyesha makali yake kwamba yeye ni kweli alistahili kuwa kwenye kikosi cha kwanza cha Simba Sport Club. Hivi sasa Chemalon Fondo unaambiwa uongozi wa klabu ya Simba uko hatarini na unaelekea kuweza kumwacha kutokana pia na makosa ya kujirudia katika kikosi cha Simba. Hivyo Yanga wao wanasubiri tu wamuache Simba alafu wao waweze kumchukua. Yani ni kama anatolewa huku na kuingizwa huku. Tukutane kwenye upande wa comment.